Wanataka wajifutie jasho ila agano. Wanataka wajifutie jasho. Shika kaka ndoa, jifutie jasho. Siwezi mwenda. Hebu jipigie makofi. Haleluya. Alafu naniambia nikatoe fungu la 10. Alafu naniambia nikatoe agano lililoachwa, lililochakaa. Hili limechakaa kaka, si nikitambaa hicho kilikuwa kinafaa. Jifutie jasho. Jifutie bwana. Hebu jishtue. Ila wewe mchungaji. Jifutie. Ndivyo sisi tunavyowaona. Sema amen. Hebu jipigie makofi na Mungu akubariki sana. Kilichochakaa hakina kazi tena. Hata ndani yake kuna maua. Hayana kazi tena. Maua hilo ndio fungu la 10. Hapo kuna maua ya njano, ya buluu. Hayo ya buluu ndio fungu la 10. Hayo ya njano ndio zaka. Hayo ya mengine ndio nini? Hiyo ndio halifai tena. Siwezi nikajifutia hata jasho. Sema amen. Hata kushika kwenyewe ninashika tofauti. Mara ya kwanza nilikuwa nalipakata. Na sasa hivi halifai. Na ndio maana nishika kama mavi. Alafu leo namchangaa mtu anaenda kanisani, tumeshika sheria za Bwana, nimeshika fungu la 10 na sadaka. Wewe umeshika tambara bovu, mimi nalishika hivi kama mavi. Halifai tena. Hilo ni agano ambalo Mungu aliliacha. Hebu nishikilie hapa. Nishikilia. Wewe mwenyewe unishikilia kwa engo. Nisije nikakuchafua. Nisije nikufanyeje? Nikakuchafua. Kuna mwigizaji mmoja alikuwa anaitwa nani? Alikufa miaka ya nyuma. Alikuwa anasema kwamba usinishike usinishike usije ukanichafua Alikuwa anaitwa nani? Sharobaro. Sasa usinishike usije ukanichafua na huyu bwana ameshika asije akamchafua huyo nani fungu la 10 sadaka matoleo ya pesa na ndio maana ameshika engo. Lakini agano jipya ndio hili ambalo leo naweza kujifutia jasho. Sema amen. Na ndio maana mimi Yesu mweke huku kwenye papa sawa tu, umweke kichwani sawa tu, umweke ndani sawa tu, umweke wapi sawa tu, uniweke mfukoni sawa tu, uniweke kwenye kiatu sawa tu, uniweke wapi sawa tu, kwa sababu ni Yesu wangu ninayempenda, nimemkumbatia. Sema amen. Lakini hili agano natafuta pa kulishikia. Natafuta pa kulisikia wapi ambao pana unafuti kidogo sije akalichafua. Mungu akubariki sana. Natafuta sipaone. Mungu akubariki sana. Na ndio maana kwenye agano la wana wa Israeli sione pa kushika pakanisaidia kunifikisha popote ninapotaka. Ni agano la Yesu tu linalo uwezo wa kufikisha mbinguni. Sema amen. Mungu aliwahesabu wana wa Israeli wanaliweza agano na akawahesabu wako bora, lakini Mungu aliwahesabu hao wana wa Israeli wao wakalifanya agano halifai, wakalifanyia sivyo, wakalipukana, wakalitukanisha, kwa sababu Mungu aliwapa na wao wakalikataa. Walipolikataa na Mungu akaliacha. Kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu, na kitu kianzaje kuwa kikuukuu? Kikaribu na kuchakaa. Kikaribu na kuchakaa. Hiki kitu kimeshachakaa. Mimi hakina kazi. Sema amen. Hakina kazi. Na ndio maana mimi mara nyingi msifuatilie mafundisho yangu yote, hautanikuta nimesoma andiko la agano la wana wa Israeli ambalo linatakiwa sasa nijisimike katika imani ya Yesu Kristo. Sijaona. Na ndio maana wengine wanasema nakimbilia Zaburi. Neno la Bwana linasema Zaburi inaweza kunisaidia. Hekima za Sulemani zinaweza kunisaidia. Kuna hekima za Yesu Kristo mwana wa Mungu ndani mwangu zimejaa Roho Mtakatifu. Hizo ndio hekima za mbinguni. Sema amen. Hekima za mfalme Sulemani hazitanisaidia chochote. Mimi nina hekima ya mbinguni. Siwezi nikaifananisha na hekima ya wana wa Israeli. Na ndio maana maandiko yangu yote mimi mengi yapo kwa Yesu Kristo. Sema amen. Yapo kwa watumishi walioanza agano jipya. Mwambie jirani yako utumishi ulio bora. Na dhabihu iliyo ya kweli. Na dhabihu iliyo ya nini? Ya kweli. Dhabihu iliyo ya kweli inapatikana kwa Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Wewe endelea kushikilia agano lako. Mimi hata silitaki. Mungu akubariki sana. Na ndio maana mimi nikikutana mtu wa fungu la 10, naomba Baba, pambana na hali yako kushikilia kilichofanya nini? Kilichooza. Watu wanatoa fungu la 10 wanaona wanajifariji, wanaona wanafanya mambo yaliyo mema, kumbe wanafanya jambo lililochakaa, kuukuu, lililooza.
analihesabu kama mavi, sikimechakaa. Niombe jirani yako, samahani kwa hilo. Inawezekana baba yako ni mchungaji, anapokea leo Jumapili ya leo, kuna watu wanapokea fungu la 10, si ndio hivyo? Ili agano limenichafua kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla nishikie maiki hapa nijisafishe. Ajabu sana. Ndio maana watu wengi sana wameshika agano hilo la ajabu, limewachafua. Ndio watengeneza mazingira ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kaka na agano jipya Bwana anataka kunichafua kidogo. Hebu jipigie makofi, mambo ya ajabu. Na ndio maana unaweza watu walioingia sasa, kuna mtumishi wa Mungu mmoja anasema, mtu yeyote ukimkuta ameshika mambo ya agano la kale la wana wa Israeli na ameshika agano jipya, ukishika agano jipya unaitwa mtu. Ukishika agano jipya, sisi wa mataifa tunaitwa mbwa. Hasa ukiyashika yote unaitwa jibwa jitu. Hapana, utajichafua bure tu. Unaona mimi nimeshika agano ili hapa lilo chakaa, nimenichafua bure tu mpaka nimejisafisha, lakini sijatakata sawa sawa. Mungu akubariki sana. Nakutakia mema. Mwambie jirani yako la sana. Haya, naomba nipasome kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzaje kuwa kikuukuu na kuchakaa?